waheshimiwa viongozi wote wa meza kuu na viongozi wote ambao tuko hapa wa serikali, chama na kutoka sekta zote. Mheshimiwa Rais, tunakukaribisha sana Mwanza na tukupe pole na safari, lakini kwa tabia yetu Waswahili, kwa niaba ya na Mwanza tukupe pole vile vile ya msiba ambao ulikupata muda si mrefu sana. Tunaomba Mungu awape nguvu ili kuweza kuhimili msiba huo. Mimi sio msemaji, kazi yangu kubwa ni kuwakaribisha. Kwa Mheshimiwa Rais niseme Mwanza tuna furaha sana kwa hatua hii kubwa ambayo leo itakuwa imeanzishwa rasmi chini ya usimamizi wako. Hii ilikuwa ahadi ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na sisi kama Mwanza ni kati ya wadau wakubwa sana wa swala hili. Hili linatuhusu sana kwa maendeleo na mustakabali wa maisha yetu. Kwa hiyo na Mwanza tuna furaha kubwa, inawezekana kupita watu wengi, ingawa ni faida kubwa sana kwa nchi yetu. Mheshimiwa Rais, sisi wana Mwanza tunaendelea kukuombea kila wakati na tukuahidi tu kwamba tuko nyuma yako kwa ajili ya kusimamia maelekezo na maono yako makubwa, na siku zote tutakuahidi kufanya kazi. Baada ya kusema hayo, niwakaribishe wote hapa Mwanza, sio kwa ajili ya tukio hili tu la leo, lakini kwa mambo mengine mengi ambayo Mwanza inatoa fursa. Mwanza oye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli, nayo heshima kubwa mbele yako kuwatambulisha baadhi ya waliohudhuria hapa kushuhudia hafla hii ya utiaji saini mikataba ya ujenzi wa meli mpya, chelezo na ukarabati wa meli za MV Victoria na MV Butiama itakayofanyika hivi punde, ambapo wewe utashuhudia. Mheshimiwa Rais, napenda kutambua uwepo wa mawaziri watatu wakiongozwa na waziri mwenyeji Mheshimiwa Engineer Isaac Kamwele, waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, lakini vile vile yupo waziri wa kilimo Mheshimiwa Charles Dizeba, waziri wa viwanda na biashara na uwekezaji Mheshimiwa Charles Mwijage, na naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo Mheshimiwa Angela Mabula. Mheshimiwa Rais, tunaye vile vile barozi wa Korea ya Kusini Mheshimiwa Kim Yong Sung ambaye tuko naye hapa, kwani wakandarasi wengi watakaoshughulika na meli hizi wanatoka katika nchi hiyo, hivyo tumeona ni bora waje hapa washuhudie na wewe ukitia shime. Lakini Mheshimiwa Rais, katika wakandarasi hawa vile vile majeshi yetu yamehusika, hivyo tumeona ni vyema na anayeongoza Mheshimiwa Mkuu wa Majeshi Jenerali Venance Mabeho awepo, naye yuko hapa kwa ajili ya kuwashuhudia vijana wake wakifanya hayo. Lakini vile vile tunao wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama hapa, kwa hiyo mambo ni shwari kabisa. Mheshimiwa Rais, tunaye mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu Mheshimiwa Suleiman Kakoso, na vile vile tunao wawakilishi wa makatibu wakuu waliopo hapa: ujenzi, uchukuzi, mawasiliano, fedha na nje, wawakilishi wao wapo. Mheshimiwa Rais, tunao vile vile viongozi wetu wastaafu. Kwa mfano, tunaye mwenyekiti wa Bunge la Afrika mstaafu Mama Getu Mongela, tunaye hapa. Tunao mwakilishi wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Kazaura, lakini vile vile tunaye mtendaji mkuu wa taasisi inayoshughulikia biashara kati ya nchi zetu za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Burundi, Rwanda, Tanzania na Uganda, Captain Diodin Dukundane, naye tunaye hapa. Mheshimiwa Rais, tunaye mwenyeji wetu hapa, mwenyekiti wa bodi ya Marine Services Company Limited
Bibi Rose Margaret Magembe naye hapo, na vile vile tunao wenye viti wa bodi wa taasisi za wizara mbalimbali wamekuja nao kushuhudia shughuli hii. Mheshimiwa Rais, mambo yote haya yanaratibiwa na uongozi wa chama, hivyo tunaye mwenyekiti wa chama wa mkoa pembeni yetu hapa ambaye naye anawakilisha chama, lakini vile vile tunao wakurugenzi wa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi, Mawasiliano, mameneja wa mikoa na wafanyakazi wote wa taasisi zilizo chini ya Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Rais, pamoja na hapo tunao wananchi wa Mwanza ambao wamekuja hapa kwa wingi wao ili kushuhudia shughuli hii. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Asante sana. Nakushukuru sana kwa kazi nzuri. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shauku kubwa ni kuona kwamba yale uliyotazamia yanaanza kutekelezwa. Hivyo naomba nimkaribishe Bwana Eric Hamisi, kaimu meneja mkuu wa kampuni yetu ya huduma za meli, aweze kutoa taarifa ya miradi ya ujenzi wa meli mpya, chelezo na ukarabati wa meli hizi mbili za Butiama na Victoria. Karibu sana. Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nikupe taarifa ya hii miradi ambayo leo utashuhudia utiwaji wa mikataba saini ili kupisha utekelezaji wake. Mheshimiwa Rais, mkataba wa kwanza ambao utashuhudia ni ule mradi wa ujenzi wa meli mpya katika Ziwa Victoria. Mheshimiwa Rais, meli hii itakapokamilika itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 1200, tani 400 za mizigo na magari madogo 20. Meli hii ni kubwa kuliko meli zote ambazo zimewahi kujengwa ndani ya nchi hii toka nchi hii izaliwe. Kwa Mheshimiwa Rais, hii meli uliahidi meli, lakini hii meli uliyoahidi ni meli kubwa, na naomba Tanzania wajue ni meli kubwa kuliko meli zote za ukanda wa maziwa makuu. Meli hii itakuwa na urefu wa mita 90. Uwanja wa mpira wa miguu una mita 100. Kwa hiyo imepungua mita 10 tu uwe sawa na urefu wa uwanja wa mpira wa miguu. Itakuwa na mita 17 na itakuwa na kimo cha mita 10.9, sawa na magorofa matatu hivi kwenda juu. Kwa hiyo unaweza ukapata picha ya jinsi ukubwa wa meli utakavyokuwa. Meli itakuwa na injini kubwa 2. Kila engine itakuwa na nguvu ya kilowatts 1720. Itakuwa na generator 2 zenye uwezo wa kuzalisha kVA 875, na itakuwa na generator nyingine ya dharura yenye uwezo wa kuzalisha kVA 100 kwa umeme wa njia 3. Meli hii itakuwa na mwendo kasi wa knots 14 kwa cruising speed, yani speed ya kawaida, na knots 16 kwa maximum speed. Kwa kifupi ni kwamba kutoka Mwanza kwenda Bukoba, ambapo ni kama kilomita 178, meli hii itatumia masaa 6 tu, tofauti na meli ambazo zilikuwepo kama meli ya MV Victoria au meli ya MV Bukoba ambazo zilikuwa zinatumia masaa 10 kufika kule. Kwa hiyo ni chombo hasa, ni chombo, ni dreamliner ya baharini. Mheshimiwa Rais, meli hii itakuwa inafanya safari zake kwenda Kemondo, Bukoba, na tutakwenda pia Port Bell, Kampala. Mheshimiwa Rais, kwa taarifa, meli ya mwisho kujengwa hapa Ziwa Victoria ilikuwa mwaka 1988 ambayo ilikuwa MV Serengeti. Kwa hiyo baada ya hapo haikujengwa meli, na hii meli ilikuwa ni ndogo. Kwa hiyo ni taarifa ambazo napenda Watanzania pia wazifahamu.
Mkandarasi wa meli hii ni kampuni ya Gas Entech Company Limited na Gangnam, zote zinatoka Korea Kusini, ikishirikiana na Suma JKT ya Tanzania. Gharama za ujenzi wa meli hii zitakuwa dola za Kimarekani milioni 39 bila kodi. Hiyo itakuwa na sawa na shilingi bilioni 88.76. Huu ni mradi mkubwa sana. Mheshimiwa Rais, tunashukuru kwa kufanya watendaji wako tutamke hizi fedha nyingi namna hii kwa ujasiri bila uoga, kwa sababu maono yako ni makubwa na anafanya hata sisi tuanze kufikiria kwenye kiwango hicho kikubwa. Ni bilioni 88.764 na unatarajiwa kuchukua miezi 24 kukamilika. Ujenzi wa hii meli utafanyika hapa hapa nchini kwenye bandari yetu hii ya Mwanza Kusini, na unatarajia kuajiri wafanyakazi si chini ya 250 kwa meli hii tu ambao ni wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, ujenzi mkataba mwingine ni ujenzi wa chelezo au slipway. Hii chelezo ndio itakayotumika kujenga meli mpya katika Ziwa Victoria. Itajengwa hapa na chelezo hii itakapokamilika itakuwa na uwezo wa kubeba meli yenye uzito wa tani 1000. Itakuwa na urefu wa mita 100 na mkandarasi wa ujenzi wa chelezo hii ni kampuni ya SX Engine Company Limited ikishirikiana na kampuni ya Saeung Construction Company Limited, zote za Korea ya Kusini. Gharama ya ujenzi wa chelezo hii ni dola za Kimarekani milioni 15,814,747 kabla ya kodi, sawa na shilingi za Tanzania bilioni 35.99. Ujenzi wa chelezo hii utachukua miezi 12. Mheshimiwa Rais, naomba nieleze kidogo kwa sababu meli itachukua miezi 24 na ujenzi wa chelezo utachukua miezi 12. Ni hivi, baada ya kutiwa saini mkataba leo hii, tutakuwa na miezi 4 ambayo mkandarasi atatumia usanifu, yani design, usanifu mchoro wa hiyo meli, na baada ya hapo atakapopata kibali cha Classification Society ataanza kukata vyuma na kuvipinda, yani steel cutting and bending. Hiyo itachukua miezi 4 tena, na miezi 3 itakuwa ni usafirishaji kutoka Korea Kusini kuileta hapa. Na wakati huo huo, sambamba na matayarisho haya, huku chelezo itakuwa imeanza kujengwa. Kwa hiyo ukiangalia hesabu, miezi 4 mitatu ni miezi 11, ambayo sasa itakapofika material huku itakuta chelezo nayo inakamilika. Kwa hiyo meli itajengwa miaka 2, yani miezi 24, na chelezo itajengwa mwaka 1, lakini vitaenda sambamba. Chelezo hii itatumika kwa maintenance ya meli pia baada ya kukamilika, lakini vile vile pia itatumika kwa ajili ya kukodisha hata watu wengine kuja kujenga meli zao, na baadaye hata serikali itakapokuwa inajenga meli nyingine kubwa kama hii itatumika. Kwa hiyo hii ni muundombinu wa kudumu, permanent infrastructure. Mheshimiwa Rais, mradi wa 3 ni ukarabati wa meli ya MV Victoria. Mheshimiwa Rais, hii meli ilisimama toka mwaka 2014, na hii meli kabla ya kusimama ilikuwa inafanya safari zake kwenda Bukoba, na ndio ilikuwa tegemeo pekee la meli ya kwenda Bukoba. Hii meli ina uwezo kubeba abiria 1200, lakini yenyewe ina uwezo kubeba tani 200 tu za mzigo, na haina facility za kubebea magari. Meli hii itafanyiwa ukarabati mkubwa, na ukarabati wake itakuwa ni kubadilisha engine zote, zitawekwa engine mpya 2 za kisasa. Tutaweka generator mpya, tutarekebisha vyumba vya abiria na wafanyakazi, tutarekebisha chumba cha kuongozea meli na kufunga vifaa vya kisasa vya kuongozea meli, na vile vile kutakuwa na vifaa vya kisasa vya uokoaji, na pia itapakwa rangi. Jumla ya gharama ya ukarabati huu mkubwa itakuwa hela za Tanzania shilingi bilioni 22,712,98,20. Bilioni 22
milioni 712 na 98,200. Ukarabati huu utafanywa na kampuni ya KTMI Company Limited kutoka Korea Kusini ikishirikiana na kampuni ya Yukos Enterprise East Africa ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, mkataba wa 4 ni mkataba wa ukarabati wa meli ya MV Butiama. Mheshimiwa Rais, meli hii ni meli kipenzi sana cha watu wa Ukerewe. Kabla ya kuharibika mwaka 2010, meli hii ndio ilikuwa meli pekee yenye mwendo kasi kuliko meli yote hapa. Meli hii ina uwezo wa kubeba abiria 200 na tani 100 za mizigo. Na ukarabati wake pia utahusisha kuweka mitambo mipya, nguvu za umeme mpya, mashine saidizi, vyumba vya abiria na wafanyakazi, na chumba cha kuongezea meli, vifaa vya uokoaji na navigation equipment za kisasa. Mkandarasi wa ujenzi huu pia atakuwa kampuni ya KTMI ya Korea Kusini akishirikiana na Yukos Enterprise East Africa Company ya Tanzania. Gharama za ukarabati huu mkubwa wa meli ya MV Butiama utagharimu shilingi bilioni 4,897,640,000. Ukarabati utachukua miezi 11 kukamilika. Mheshimiwa Rais, ninaomba kwa niaba ya body management na wafanyakazi wa kampuni ya Marine Services Company Limited kukushukuru sana kwa maono haya makubwa. Miradi yote itagharimu kiasi cha shilingi za Tanzania bilioni 152. Ni uwekezaji mkubwa sana ambao unafanywa katika kuleta mapinduzi ya usafirishaji katika maziwa makuu. Ninakushukuru Mheshimiwa Rais kwamba maono haya ambayo tunaendelea kuyatekeleza ni sehemu tu kwanza ya miradi ambayo kampuni hii itaifanya. Bado kuna miradi mingine 4 ambayo tunakamilisha taratibu za mikataba ili nayo tuombe idhini ya kusaini mikataba. Kwa hiyo jumla ya miradi yote kisha serikali ya awamu ya 5 itakuwa imetumia kiasi cha bilioni 279 kufanya mapinduzi haya makubwa katika sekta hii ya usafiri wa majini. Uniruhusu Mheshimiwa Rais nishukuru watu wachache sana ambao wamesaidia hata kukamilisha mchakato huu wa kufikia hapa leo hii. Naomba kwa heshima na taadhima nimshukuru Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi, Ujenzi na Mawasiliano, Mhandisi Isaac Kamwele. Nimshukuru sana Katibu Mkuu Mheshimiwa Dr. Leonard Chamrio. Nimshukuru sana balozi wetu wa Tanzania nchini Korea Mheshimiwa Margaret Masuka kwa kazi kubwa sana aliyofanya katika kuhakikisha kwamba tunapata wakandarasi hawa. Nishukuru sana Jeshi la Wanamaji, Navy, kwamba wameshirikiana na sisi hata kwenye process zote za evaluation, kwenye process zote za negotiation na hata due diligence kule Korea Kusini. Nishukuru sana Mamlaka ya Bandari Tanzania kwamba walitupatia wataalamu kuja kusaidia hii pia. Nishukuru Chuo cha Bahari DMI, Mwanasheria Mkuu wa serikali, lakini pia nimshukuru aliyekuwa Waziri wa Uchukuzi, Ujenzi, Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa ambaye sasa hivi ni Waziri wa Maji, pia kwa mchango wake mkubwa sana kuweza kufikia hatua hii. Mheshimiwa Rais, hizi meli tulizonazo ni meli kongwe, lakini naamini kwa maono haya ambayo unaendelea kuyafanya kwenye kampuni hii, basi muda mfupi sana tutakuwa na meli nyingi zenye meli ambazo kisasa, meli ambazo zitakarabatiwa ili tuweze pambana na soko hili ambalo kila siku linaendelea kuimarika. Tumeona karibuni hapa meli ya MV Umoja ikienda Port Bell kupeleka mizigo. Hizi ni jitihada zako Mheshimiwa Rais, na naomba nishukuru sana kwa niaba ya Watanzania wote kwamba sasa tunafungua safari za kupita majini kwenda kwenye nchi jirani. Nchi yetu imenemeka namna hiyo, kwa maana hiyo tutumie hizi rasilimali tulizonazo ili tuweze kuleta uchumi wa nchi na kuleta maendeleo kwa Tanzania hawa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Asante sana, tumpigie makofi mengi kabisa kabisa. Hakika wazalendo hawa sasa
mwenyekiti wa bodi yetu ya kampuni ya huduma za meli aweze kutoa salamu za bodi. Karibu sana mama. Kina mama. Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wote mliohudhuria katika hafla hii, mimi nimesimama kusalimia kwa sababu maelezo marefu ya mradi ambao utaanza yameshatolewa na meneja wangu mkuu. Kwa hiyo nimesimama kuthibitisha kuwa aliyosema GM ndiyo yatakayotokea. Sasa kwa kuokoa muda, naomba nimalizie hapo. Nashukuru kwa kunisikiliza. Nimehabariki, itoshe. Tumpigie makofi mengi sana mama yetu huyu hapo. Shukrani sana. Na ananikumbusha Julius Caesar aliposhinda vita zake, alikwenda kuambia watu wake kwa maneno matatu: I came, nagenda, nabona, nasenga. Asante sana mama yetu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge wako hapa, kamati ya bunge iko hapa yao, kamati yetu ya kudumu ya bunge na miundombinu. Tunaye Mheshimiwa Suleiman Kakoso, mbunge, mwenyekiti wa kamati hii. Tafadhali karibu utoe salamu za kamati yako. Tupige makofi mengi sana kwake. Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa niaba ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kamati ya bunge ya miundombinu, awali ya yote tukupe pole kwa msiba ambao uliupata. Lakini tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jitihada zako za kuwatumikia Watanzania katika utekelezaji wa miradi mingi mbalimbali ambayo inatekelezwa kupitia kamati hii ya miundombinu. Tunakuahidi kamati iko pamoja na wewe kwa jitihada ambazo umezifanya. Tumeshuhudia miradi mingi ya maendeleo ambayo inatekelezwa. Leo tupo Mwanza kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ambayo ulioahidi wa Tanzania. Ningependa kuchukua fursa hii ya kukupongeza, lakini nichukue nafasi hii kuwaeleza Watanzania miradi mingi ambayo inatekelezwa na serikali inapitia kwenye mfumo wa kupitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mara nyingi kumekuwa na upotoshaji mkubwa kwamba miradi mingi inaendeshwa na serikali bila kupitia bunge. Mimi ninayesimama hapa ni mbunge na mwenyekiti wa kamati ya miundombinu ambaye kimsingi tumepitia hii miradi na kupitisha kwenye bajeti ambayo wabunge wenzangu ambao wako pale wameipitisha. Kwa hiyo ningeomba Watanzania tuondoe ile dhana ya upotoshaji ambayo imekuwa ikitolewa. Mheshimiwa Rais, miradi ni mingi sana ambayo imetekelezwa chini ya serikali ya awamu ya 5. Leo hii tunashuhudia hii miradi ya kutia saini kwa ajili ya miradi ya maendeleo ya ujenzi mpya wa meli ambayo itaanza kuhudumu kwenye Ziwa Victoria. Lakini bado kuna miradi ambayo itaenda sambamba na mradi huo wa Cherezo, lakini bado mradi mwingine wa ukarabati wa MV Butiama, MV Victoria. Hii ni miradi ambayo Watanzania uliwaahidi na leo unajibu hoja kwa vitendo. Lakini ipo miradi mingine ambayo inatekelezwa ya miradi kwenye ziwa Nyasa. Ziwa Nyasa ipo miradi ambayo itatekelezwa na bajeti tulishapitisha. Ziwa Tanganyika ipo miradi itatekelezwa na bunge lilishapitisha. Niombe tu Mheshimiwa Rais, kwa jitihada ambazo unazifanya, tunakuomba jitihada hizi ziende sambamba na pale tutakapokuwa tunatekeleza hii miradi. Ni vyema sasa ukaangalia na upande wa pili. Miradi hii haiwezi kwenda bila kuwa na wafanyakazi. Tunahitaji changamoto ya ajira kwa wafanyakazi.
watakaokuja kufanya kazi kwenye meli hizi. Meli hizi zitahitaji wataalamu wapya, hasa marubani watakaokuwa wanaoperate hiyo mitambo. Lakini bado tunahitaji ombi maalum kwa niaba ya kamati kwako wewe Mheshimiwa Rais. Tunaomba wafanyakazi ambao wanafanya kazi kwenye kampuni ya MSL bado hawajalipwa mishahara. Ni vyema eneo hili mkalifanyia kazi kama serikali ili waweze kufanya kazi kwa nia njema. Lakini la pili ni kuwaomba wafanyakazi ambao mmepewa dhamana. Dhamana mliopewa ni kubwa ya kutekeleza miradi ambayo inasimamiwa na serikali. Uzalendo lazima tuweke nyuma. Mheshimiwa Rais, wafanyakazi ambao wanadai madai, wapo wengine ni wazalendo na wengine si wazalendo. Serikali ni vyema sasa mkafanya mchakato ambao mtabaini wale wafanyakazi ambao hawana sifa waweze kuondoka, ili tubaki na wale wafanyakazi ambao watakuwa wanatoa huduma ile ile kusudiwa. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana kwa jitihada unazozifanya za kuwatumikia Watanzania. Mimi ni shuhuda wa miradi mingi, naamini ipo mingine zaidi itakayokuja. Watanzania tunaomba tumuunge mkono Mheshimiwa Rais na tumuombee dua kwa Mwenyezi Mungu aweze kuwa na maisha marefu ili aweze kufanya kazi ya utekelezaji. Mheshimiwa Rais, asante. Makofi mengi kwake mwenye kuunga mkono Mheshimiwa Rais. Wewe je? Magufuli oye! Magufuli oye! Waingereza wanasema true friends like diamonds are precious and rare. Marafiki wa kweli kama almasi ni adimu na adhimu. Naomba sasa nimkaribishe balozi wetu wa Jamhuri ya Korea Kusini, Mheshimiwa Song Kim-yong, aweze kutoa salamu za wananchi. Hamjambo. Ninafurahi kuwaona. Ninapenda Tanzania. Glad to see you and I love Tanzania. Ninapenda Mwanja. Glad to see you, Mwanja. Ninapenda mango tilapia. I love tilapia. His Excellency, Dr. President of the United Republic of Tanzania, Magufuli. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana. It is a great honor for me to attend today's important signing ceremony. Ni heshima kubwa kwangu kuwa sehemu ya hafla hii ya kusaini mikataba. First of all, let me congratulate Excellency Korean delegation on signing contract for new passenger ship and reconstruction of shipyard in Mwanja. Na napenda kuchukua fursa hii kwanza kabisa kuwapongeza wahusika wote kwa kusaini mikataba ya ujenzi wa meli na chelezo kipya, lakini pia kukarabati meli zingine. On arriving in Mwanja, I have been able to see for myself to beautifully maintain the city center, impressive road and high buildings. Nilipokuwa nikiingia hapa jijini Mwanza, nilifurahi sana kuona barabara mpya ambazo zimejengwa, lakini pia majengo mazuri sana ya kuvutia. These achievements are a testament to hard work by the people of Tanzania under the leadership of His Excellency Dr. President Magufuli. Maendeleo haya yote ni ushuhuda mkubwa sana wa jitihada ambazo zinafanywa na Watanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli.
distinguished guests, taking this opportunity, I would like to express my sincere thank you to His Excellency for the remarkable role in promoting bilateral relations between two countries. Napenda pia kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada zake ambazo amezifanya katika kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia kati ya Tanzania na Korea Kusini. After the establishment of diplomatic relations in 1992, two countries have maintained closer cooperative relationship. Tangu kuanzishwa kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya Tanzania na Korea Kusini mwaka 1992, nchi hizi zimeendelea kudumisha uhusiano wa karibu sana. Now, Korea and Tanzania are mutually important partners of substantial cooperation. Na sasa hivi Tanzania na Korea Kusini ni wabia muhimu kabisa wa maendeleo. In particular, last January, Tanzanian embassy opened in Korea. Na hasa baada ya kuzinduliwa kwa ubalozi wa Tanzania katika nchi ya Korea Kusini. Last July, Korean Prime Minister made a successful visit to Tanzania. Na mwezi Julai mwaka huu, Waziri Mkuu wa Korea Kusini alifanya ziara iliyokuwa na mafanikio makubwa kabisa hapa nchini Tanzania. The visit his capacity as a Prime Minister is the first time for the last 26 years since the establishment of diplomatic relations. Ziara iliyofanywa na Waziri Mkuu wa Korea Kusini ilikuwa ni ziara kubwa kabisa ya kwanza kufanywa tangu yalipoanzishwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya Tanzania na Korea Kusini kama miaka 26 hivi iliyopita. This year has been marked by serious meaningful events that have served to enhance Tanzanian-Korean relations to high level. Na tangu kuanzishwa kwa mahusiano haya, mambo mengi sana yamefanyika na kutekelezwa, na yote yanalenga kudumisha na kuimarisha zaidi mahusiano kati ya Tanzania na Korea Kusini. I am sure that today's signing ceremony will serve as a valuable opportunity to establish a future-oriented partnership and to realize the potential for bilateral cooperation between us to the full. Nina uhakika kabisa kwamba tukio la leo la hafla ya kusaini mikataba ya ujenzi na ukarabati wa meli itakuwa ni hatua nyingine katika kukuza mahusiano kati ya nchi zetu mbili na kuyapeleka katika hatua nyingine kabisa. I hope we work together, Hapakaji 2, to build and launch new passenger ships in Lake Victoria as soon as possible. Nina uhakika kwa sababu ya kauli mbiu tulionayo ya hapa kazi tu kwamba sote tutafanya jitihada na kuhakikisha kwamba tunakamilisha haraka ujenzi wa meli katika ziwa Victoria. Finally, I would like to thank the Tanzanian government, Korean delegation for the excellent work in preparing for today's signing ceremony. Napenda mwishoni sasa niweze kuwashukuru wahusika kutoka upande wa Tanzania na ujumbe wa Korea kwa kushirikiana na kuandaa vyema hafla ya leo. Asante sana. I thank you. Jamani, tupigie makofi sana sana. Balozi wa Korea amesema naipenda Tanzania sana. Napenda Tanzania. Na wote tuseme tunapenda Korea. Amesikia. Kamsahamnida. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shauku ya watu ni kusikiliza wewe. Basi naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Mhandisi Isaac Kamwelwe, mbunge, Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, atoe maelezo ya wizara yake na akukaribishe uweze
kuzungumza na hadhara hii na Watanzania wote. Tumpe makofi mengi sana sana waziri wetu ambaye anachukua dhamana hii sasa. Na kuchukua nafasi ya kukukaribisha uongee na mhadhara huu ambao kwa kweli sisi wengine ni kama tunachelewesha wasikusikilize, lakini kwa sababu tuko hapa Mwanza na kuna wabunge ambao wako majimbo yao yako mjini hapa, ninaomba kibali chako ili uniruhusu nimkaribishe mama yangu Angelina Mabura, lakini pamoja na mheshimiwa Mabura pia, walau hawa wawili wapiga kura wao wawasikie. Waheshimiwa, karibuni sana. Tutaanza na mama, ladies first. Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wote mlioko meza kuu, pamoja na wageni wetu, balozi wa Korea, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wajumbe wa kamati za ulinzi na usalama, wapendwa sana viongozi wa chama na serikali, wapendwa wenzangu mawaziri, asalamu alaykum. Mheshimiwa Rais, kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mungu kwa kupata fursa hii, lakini pia nishukuru sana kwa ujio wako ambao sisi sote tumekaa asubuhi hapa tukikusubiri, tukijua jambo hili ni jambo jema, ni jambo kubwa kwa mustakabali wa nchi yetu. Wote tunatambua adha iliyotutokea hapa baada ya meli MV Bukoba kuzama, lakini pia katika ahadi yako uliotoa ulisema utaleta meli, na leo sisi hatuna maneno isipokuwa ni kushuhudia yale maneno yako, namna unavyozidi kuyasimamia. Wananchi wote hawa kwa kweli tumefarijika kwa sababu unasimamia yale ulioyasema, na ni kwa kweli unatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sisi kama wasaidizi wako na kama wawakilishi wa wananchi, kwa kweli tunatumia fursa hii kukushukuru kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Mwanza, hususan jimbo la Ilemela ambapo na sisi ni wadau wa chombo hiki au vyombo hivi vitakavyokwenda kuwekwa. Tunazidi kukuahidi kwamba kile ambacho kimepangwa ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, namna wewe unavyotekeleza, na sisi tutakwenda kutekeleza kulingana na ahadi zilivyo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tunasema Tanzania mpya itajengwa na sisi wenyewe. Mheshimiwa Rais, Tanzania ya viwanda tutaifikia baada ya kuwa pia tumeunganisha miundombinu yote na imerekebishwa na kwenda sawa. Safari za baharini, za majini, za maziwani zinakwenda kuneemeka kwa vyombo hivi vinavyokwenda kuzinduliwa leo kwa maana ya mkataba wake. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Mwenyezi Mungu akubariki sana kwa maono yako ambayo ndani ya miaka miwili unakwenda kuyatimiza karibu 80%. Tunakushukuru sana, tuko pamoja bega kwa bega kuhakikisha tunatimiza azma na kiu ya Watanzania kama tulivyoahidi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, huyu alikuwa ni mbunge wa jimbo la Ilemela. Sasa nimwite Mheshimiwa Mabura ambaye ni mbunge wa jimbo la Nyamagana. Mwanza oye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, pamoja na viongozi wengine wote ambao tumepata nafasi ya kushiriki kwenye hafla hii kubwa. Mheshimiwa Rais, nitumie nafasi hii kwanza kukaribisha Mwanza kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Nyamagana. Na sisi Mheshimiwa Rais, naomba tu nitumie nafasi hii kuwaomba wananchi wote walioko hapa wanyoshe mikono na kupunga kwa ishara ya upendo, amani na furaha kwa namna ya kazi kubwa ambayo unaifanya kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Rais, tungeweza kusema maneno mengi sana, lakini niseme moja tu au machache kwa ajili ya kazi kubwa ambayo unaifanya. Mheshimiwa Rais, leo unapozindua usainiaji huu wa meli kubwa ya kisasa, Mheshimiwa Rais, ni dhahiri kwamba unadhihirisha
uliposema unataka kujenga reli ya kisasa kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza, hii ndiyo tafsiri yake, kwamba meli inapokuja, treni inapokuja, ukiunganisha unapata tafsiri halisi ya kukuza uchumi wa taifa la Watanzania. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa sababu yote haya yatakapokuwa yametekelezeka na spidi kubwa hii tunayoendelea nayo sasa kwenye standard gauge, meli miaka 2, lakini na sisi hapa mjini, Mheshimiwa Rais, hujatuacha tukiwa wanyonge. Mheshimiwa Rais, unatutendea haki na tuna kila wajibu wa kuendelea kukushukuru siku hadi siku na kumwomba Mungu aendelee kukutunza kwenye sekta ya miundombinu ya barabara, sekta ya afya, sekta ya maji, lakini sekta ya elimu. Mheshimiwa Rais, nikisema nianze kutaja moja baada ya jingine, naweza kutumia saa nzima hapa kwa namna ambavyo watu wa Mwanza na jimbo la Nyamagana tunafanya kazi kubwa, lakini kwa sababu za kuokoa muda, wako watu, Mheshimiwa Rais, nimalizie, hawataki kuamini. Wana macho, wana masikio, lakini hawataki kuona. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa maandiko, viko viumbe hai visivyoweza kuzungumza vinashuhudia matendo makuu unayotufanyia, na Mungu akubariki sana, aendelee kukuongezea maisha, ukitendea haki kama ambavyo unafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Mogela, Mheshimiwa Balozi wa Jamhuri ya Korea, Katibu Mkuu ndugu yangu Mhandisi Leonard Chamlio, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge, waheshimiwa wabunge mliopo, tumepata wawili wameongea kwa sababu wako karibu na majimbo, lakini na nyinyi mtapata nafasi kwa sababu miradi hii ya barabara inatekelezwa nchi nzima. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza Dr. Diallo, lakini pia tuliwaalika wenyeviti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mara pamoja na mkoa wa Simiyu na Geita. Nitambue kwamba wapo. Niwashukuru sana kwa kuhudhuria tukio hili. Waheshimiwa viongozi wa chama na serikali, wakuu wa taasisi za umma, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa kampuni ya huduma za meli Mama Rose Lugendo, kaimu meneja mkuu wa huduma za meli, viongozi wetu wa dini ambao mmetusalia leo hii ili hafla hii isimamiwe vizuri na malaika na Mwenyezi Mungu anatuona, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, kama ambavyo Mama Rose Lugendo alisema, hawa waliotangulia kusema wametumaliza, wamesema kila kitu, na mimi pia Mheshimiwa Rais siwezi kutumia muda mrefu, lakini naomba nizungumze machache. Mheshimiwa Rais, kazi hii inayofanyika leo ambao tunasaini mikataba ya bilioni 152 kwa ajili ya ujenzi wa meli 3 na cherezo 1, hii yote ni juhudi yako Mheshimiwa Rais. Nasimamia ujenzi wa reli ya kisasa standard gauge, hii yote kilomita 722. Mheshimiwa Rais, hii yote ni kazi yako wewe. Tunasimamia ujenzi wa mabarabara ya lami, na kesho tunakwenda kuweka jiwe la msingi barabara ya Bunda kwenda Kisoria, ni kazi yako wewe. Kesho kutwa tutafungua barabara ya kutoka Lamadi kwenda Mara, zote Mheshimiwa Rais ni kazi yako wewe. Lakini siku itakayofuata tutakwenda kuweka jiwe la msingi barabara ya makutano Kiarano, zote ni juhudi zako Mheshimiwa Rais. Na siku ya mwisho tutamalizia na barabara ya kutoka Bariadi
kwenda Maswa na hatimaye daraja la Sibiti. Yote hii Mheshimiwa Rais ni kazi yako wewe, na mafanikio ya shughuli hii ni kwa sababu ya usimamizi wako wa ukusanyaji wa fedha, usimamizi wa kuhakikisha kwamba fedha hii inakusanywa, hailiwi ovyo ovyo, na atakaye subutu atakiona. Mheshimiwa Rais, ninakushukuru kwa sababu na sheria tayari imeshatungwa, bunge lako limefanya kazi nzuri. Mtu akisubutu kuiba hela ya serikali, sheria ipo tayari, anaingizwa kwenye uhujumu. Na Mheshimiwa Rais, nikuhakikishie, walio wengi wameogopa, wamebaki wachache tu, lakini na wao wanakwenda polepole, sio kwa kasi kama tulikotoka. Mheshimiwa Rais, tulikuwa na meli 14 na zote zilikuwa mbovu. Nikushukuru, umetoa fedha tayari, sasa hivi tumeshakarabati meli 5 na zinafanya kazi. Lakini nikushukuru pia kwamba tumeshaongeza meli mpya 3 ambazo hizi zimejengwa kwa fedha na zinazotokana na bandari. Na ndugu yangu wa Engineer Kakoko yuko hapa, na kushukuru sana Mheshimiwa Rais. Meli hizi 3 zimejengwa Ziwa Nyasa, 2 ziko tayari, kila mmoja inabeba mzigo tani 1000, na moja ya mwisho itakayobeba tani 250 na abiria 400, nayo iko kwenye hatua za mwisho kukamilika. Tunayo changamoto Mheshimiwa Rais, baada ya kukamilisha meli zile tumebeba mzigo mara moja tu, kwa sababu mzigo mwingi unabebwa na malori. Malori wameingia mikataba na kiwanda cha simenti Mbeya, kwa sababu mzigo tunaopeleka Malawi ni simenti, klinka pamoja na chakula, lakini kutoka Malawi tunaleta industrial sugar kwa sababu ya kutengeneza Coca-Cola. Mheshimiwa Rais, katika hili suala tunaendelea vizuri, lakini Mheshimiwa Rais, nizungumze tu kwamba Mwenyezi Mungu nchi yetu ameijalia. Tuna bandari 3. Tuna bandari ya Dar es Salaam, tuna bandari ya Tanga, tuna bandari ya Mtwara. Tuna reli zinaunganisha mpaka maziwa makuu. Tuna reli ya standard gauge, tuna reli ya ile ya Tazara, lakini tuna meter gauge nao kuja mpaka Mwanza, inakuja kuunganisha ziwa Victoria, lakini kwa upande kule tunaunganisha ziwa Tanganyika. Maana yake ni nini? Tunatakiwa kubeba mzigo wa kutoka nje kuleta hapa nchini. Huo mzigo utapita kwenye reli, Mheshimiwa Rais, lakini ukifika hapa tutawapelekea majirani zetu kupitia kwenye maji. Na Mheshimiwa Rais, nimejizatiti mwaka wa fedha uliopita, mwaka 2017-18, bandari yako ilibeba mzigo wa tani milioni 16.2. Hapa Mheshimiwa Rais, ndio naanzia hapa. Mwaka unaokuja lazima tuongeze, na kwa juhudi hii ambayo unatutengenezea meli kwa ajili ya kubeba mizigo, Mheshimiwa Rais, na hakikisha kwamba mizigo sasa inaongezeka ili uchumi wetu uongezeke kuelekea kwenye uchumi wa kati. Sasa hivi Mheshimiwa Rais, katika muda mfupi wa miezi 2 ambao umeniteua na kunipa dhamana, kuniamini kushika wizara hii, tayari mwezi huu nitafanya vikao na wafanyabiashara wote wa Kariakoo na wameshajiandikisha 150. Katika kikao hicho tutakuwa na Mheshimiwa Mwijage na yuko hapa nimemwona, lakini pia tutakuwa na Mheshimiwa Waziri wa Fedha ili tuweze kubaini changamoto za wafanyabiashara, kwa sababu pale Kariakoo wana uwezo wa kupitisha makontena ya futi 40,300 kila mwezi. Nataka tukae, kwa sababu nimekutana nao wachache, wanasema kuna changamoto fulani ambazo naziona kwamba majibu yake yatapatikana kutoka kwenye bandari yangu, majibu yake yatapatikana kutoka kwa Mheshimiwa Mwijage, lakini majibu pia yatapatikana kutoka kwa Waziri wa Fedha. Lakini Mheshimiwa Rais, juzi ulivyonituma Uganda, pia nimekutana na wafanyabiashara wa Uganda, wako 18. Mwezi huu tunafanya nao kikao ili tuhakikishe kwamba wanatumia huduma zetu tulizo nazo. Bahari tunayo na bandari tunazo, reli tunazo, maziwa tunayo. Kwa hiyo lazima tuvitumie ili tuweze kujenga uchumi kuelekea kwenye uchumi wa kati. Mheshimiwa Rais, kama nilivyosema kwamba mimi siwezi kuzungumza maneno mengi, lakini nimalizie kwa kukushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutenga muda kuja kushuhudia utiwaji wa saini
mikataba hii minne siku ya leo. Mheshimiwa Rais, sasa hivi nina mambo mawili. Kwanza, naomba uruhusu tutie saini mikataba na niseme meza ije hapa tufanye tukio hilo. Baada ya hapo nikukaribisha sasa uweze kuongea na wana Mwanza. Mheshimiwa Rais, ninakushukuru sana. Mwanza oye! Tech Company Limited from South Korea, Suma JKT and Gangnam Corporation from South Korea. Wanasheria mtakuwa mpo mkisimamiana kushuhudia hilo jambo. Mheshimiwa Rais anashuhudia. Gas Intertech Company Limited, Suma JKT, Gangnam Corporation of South Korea. Contractors msimame kule. Wakianza kubadilishana hii mikataba, taomba tuwapigie makofi kishuhudiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ya mkimaliza mtamuonyesha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutaonyesha hadhara, halafu tunaingia kwenye mkataba wa pili. Na nabadilishana mikataba. Meli hiyo mpya bilioni 88,764 milioni hela nyingi. Sasa wenzetu wa Korea wanasaini eneo lao. Kampuni hizi mbili kama nilivyosema, mkuu wa JKT Meja Jenerali Busungu ataweka kimaliza, mtamuonyesha Mheshimiwa Rais mkataba wenu baada ya kupeana, na tutaonyesha hadhara hii. Heshima kubwa kabisa. Meli hii itakuwa ni meli kubwa kama nilivyosema, italeta tija nyingi za usafirishaji. Ya sasa wanabadilishana ile mikataba. Kishamaliza kusaini, hii ni heshima kubwa kwa taifa letu. Na sasa wanabadilishana makofi mengi sana. Naomba sasa muonyeshe mikataba hiyo kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. They show the contract signed with the President and yes, alafu tugeukie tena huko on the other side now for the public and the members of the media. Makofi mengi tafadhali, na tugelegele msikie. Shukran. Now may I welcome
MS STX Engine Company Limited, and Saikyung, naomba salimiana na Mheshimiwa Rais, shake hands with His Excellency the President of the Republic of Tanzania. Now I welcome STX Engine Company Limited and Saikyung Construction Company Limited. Bwana Hamisi Eric itaendelea kuwepo. Mwanasheria, tafadhali andaa mkataba unaofuata. Saikyung Construction Company and MS STX Engine Company Limited, take your seats. Na Bwana Eric, meneja wetu mkuu, tafadhali. Hii Mheshimiwa Rais ni ujenzi wa chelezo ambao utagharimu shilingi bilioni 35,994. This is the construction of the slipway, which will cost around $15.8 million, equivalent to 35.994 billion shillings. Kampuni haya STX Engine Company Limited na Saikyung Construction Company kutoka Korea, na kwa upande wa Tanzania ni kampuni yetu ya huduma za meli. Wanaweka saini mikataba hiyo kwa ajili ya ujenzi wa chelezo na wenyewe kuita slipway. Wanasheria pande zote mbili wako biza kabisa. Sasa wanabadilishana hiyo mikataba. Naomba makofi mengi tena. Wanapeana badilishana hiyo mikataba. Naam. Sasa wanamuonyesha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania makofi mengi. Tena wanaonyesha hadhara hii na waandishi wa habari makofi mengi sana sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, naomba mpeane mkono na Mheshimiwa Rais. Kindly have that opportunity of shaking hand with His Excellency the President. Hamisi, waongoze wenzako tafadhali. Waongoze wenzako tafadhali. Ni heshima kubwa kupeana mkono na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkataba unaofuata Mheshimiwa Rais ni ukarabati wa MV Victoria. Niwaite sasa call upon these companies, KTMI Company Limited and Yukos Enterprise East Africa Company Limited of Tanzania. KTMI Company Limited from Korea, South Korea, and Yukos Enterprise East Africa Company Limited from Tanzania. Company Limited ya Tanzania wanaweka saini mkataba huo. Wanasheria naomba msimamie dhahiri. Jambo kubwa kwa meli hii ambayo kwa hakika ina historia kubwa katika nchi yetu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameamua ifanye kazi kwa ukarabati mkubwa, na hivyo kuweza kuwafaidisha Watanzania na wote wanaosafiri katika ukanda huu. Tulipokuwa kule Bukoba, niliwasikia wananchi kule wakisema MV Victoria ilikuwa ikileta watu takriban
zaidi ya 600, hakika mji ulikuwa unafurahi. Sasa mambo haya makubwa yanayofuata, wananchi watafurahi zaidi. Mungu akubariki sana rais wetu. Ukarabati huu imeelezwa utatumia shilingi bilioni 22,712 milioni 98,200. Si hela ndogo, ni hela kubwa nyingi, lakini kwa maendeleo ya Tanzania ni haki tupu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameona jambo hili ni la muhimu, na wahenga walisema many eyes look, few eyes see. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kwa hakika yeye ameona umuhimu, na sasa ukarabati huu wanawekeana sasa badilishana ile mikataba. Naomba muonyeshe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, show the contracts, the His Excellency the President. Makofi mengi sana sana, and show the public and the media. Makofi mengi sana kupokee heshima hii kubwa. Asante. Now kindly have that opportunity to shake hand with His Excellency the President. Naomba tafadhali muongoze pale. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mradi wa mwisho ni ukarabati wa MV Butiama ambao utagharimu bilioni 4,897,640. Naomba kampuni tena ya KTMI Company Limited ya Korea Kusini na Yukos Enterprises East Africa Company Limited ya Tanzania mrejee tena hapo kusaini mkataba. Bwana Eric Hamis, chukua nafasi yenu. KTMI kwa Butiama, MV Butiama. Huu ndio mradi wetu wa mwisho. Onyeshe wananchi kule, onyesheni wananchi. Hamisi, onyesheni wananchi. Ngoja kidogo. Hebu kwanza simameni hapo kabla hamjaanza kupeana. Naomba mkae. Ni wangapi tokea wamesaidia? Peaneni kwanza mkono tayari hapo tuone. Shukrani kubwa. Mkifurahia kabisa siku hii, sasa geukieni kwa Mheshimiwa Rais, muonyesheni mkataba huu. Makofi mengi kabisa. Hii ni MV Butiama. Onyesha pigeni makofi mengi wananchi. Mama Mongera uko wapi? Kigelegele. Asante sana. Shukrani kwa sababu shampa mkono Mheshimiwa Rais. Now you can take leave. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, sasa nikuombe ukamilishe huduma hii ambayo ulikuwa umeianza. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa Rais, nikushukuru kwa kushuhudia tukio hili muhimu la kusaini mikataba. Ahadi yangu nitawasimamia kikamilifu. Sasa Mheshimiwa Rais, kazi yangu ya mwisho nikukaribishe ili uweze kuongea na mhadhara huu uliopo hapa Mwanza,
lakini pia uweze kuongea na Watanzania wote ambao ina imani leo wanakusikiliza na wakuone, ili uweze kutoa neno lako. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, karibu sana. Asante sana waziri. Naomba sasa tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa makofi mengi anapokwenda kuzungumza na sisi na Watanzania wote. Magufuli oye! Magufuli oye! Mwanza oye! Kwa vile bado tumesimama, hebu tuendelee kusimama kidogo, tuwakumbuke ndugu zetu ambao waliweza kupoteza maisha yao katika meli ya MV Bukoba miaka 22 iliyopita. Roho za marehemu zipumzike kwa amani. Amin. Haya. Mheshimiwa Mhandisi Isaac Kamwere, Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi na Mawasiliano, Mheshimiwa mawaziri na manaibu waziri mlioko hapa, Mheshimiwa Song Jem Yang, Balozi wa Korea Kusini nchini Tanzania, Mheshimiwa John Mongera, mkuu wa mkoa wa Mwanza, na wakuu wa mikoa wengine jirani walioko hapa, Mheshimiwa Anthony Diaro, mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Mwanza, Mama Mongera, spika mstaafu wa Bunge la Afrika, Mheshimiwa Selemani Kakoso, mwenyekiti wa kamati ya Bunge ya miundombinu, waheshimiwa wabunge wote mlioko hapa, Mheshimiwa mstahiki meya wa jiji la Mwanza, ndugu makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu mlioko hapa, Bibi Rose Margaret Rugembe, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa kampuni ya huduma za meli, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, ndugu Eric Hamisi, kaimu meneja mkuu wa kampuni ya huduma za meli, waheshimiwa viongozi wa dini wote mlioko hapa, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa wakiongozwa na Mheshimiwa Shibuda na viongozi wengine mlioko hapa, ndugu wanahabari pamoja na wageni wote waalikwa, ndugu wananchi wenzangu, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, leo ninajisikia faraja kubwa tunaposhuhudia mimi pamoja na ninyi wote wananchi wa Mwanza katika utiaji saini mikataba hii minne inayohusu ujenzi wa meli mpya Cherezo pamoja na ukarabati wa meli mbili za MV Victoria na MV Butiama. Napenda kukiri kuwa najisikia furaha kubwa sana, na nafurahi kwa sababu kama mnavyokumbuka, kufuatia meli ya MV Bukoba kuzama takriban miaka 22 iliyopita, serikali iliahidi, na kwa sababu mbalimbali ahadi hizo hazikuweza kutekelezwa kwa miaka 22 iliyopita, hii ilifanya usafiri katika ziwa Victoria kuwa shida na matatizo sana, na hasa baada ya meli nyingine kubwa ya MV Victoria na MV Butiama nazo kusitisha huduma kwa sababu ya ubovu. Kutokana na matatizo hayo, na kama wazungumzaji waliotangulia walivyosema, Chama cha Mapinduzi CCM kupitia ilani ya uchaguzi ya mwaka 2015 iliahidi kuwa endapo tungepewa dhamana ya kuendelea kuongoza nchi, na serikali yake ingetekeleza ahadi ya kujenga meli mpya ya kisasa. Nilipokuwa hapa Mwanza pamoja na waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani,
tulilizungumza hilo. Napenda niseme ndugu zangu, na nikiri kwa dhati, sikuwa na uhakika kama hili litafanikiwa. Nilikuwa najiuliza kama wenzangu miaka 22 hawakuweza, kuna mdudu gani huko ambaye anawafanya wasifanye? Lakini ndio maana nasema tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, na nawapongeza sana waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani pamoja na Watanzania wote kwa kulifanya hili lifanikiwe. Asanteni sana. Ninafahamu wakati tulipokuwa tukitoa ahadi hii, wapo watu walisema hili halitawezekana. Walisema hivyo kwa sababu wanafahamu gharama ya ujenzi wa meli, na hasa gharama kubwa ya ujenzi wa meli katika Ziwa Victoria, mahali ambapo tulikuwa na chelezo isiyokuwa na uwezo wa kubeba au kutengeneza meli kubwa kama hizi. Na ndio maana nasema nimefurahi sana. Naomba tuungane wote wa Tanzania kufurahi kwa kazi hii. Napenda kutumia fursa hii kumshukuru pia Waziri wa Ujenzi Mhandisi Kamwere kwa kunialika kuja kushuhudia tukio hili. Wangeweza wakafanya wao tu, wala nisingelalamika kwa sababu ni haki yao, lakini na mimi kuja kunialika nije nishiriki hiki, kweli nakushukuru Mheshimiwa Kamwere. Swala la kuipata wakandarasi hili limechukua muda kidogo. Kwanza mwanzoni paliwahi kutangazwa tenda na tenda hazikufanikiwa kufikia viwango vilivyokuwa vinatakiwa. Ikabidi tutangaze mara ya pili. Katika dunia hii makandarasi wazuri wa kutengeneza meli kubwa kubwa ni Korea. Duniani watengenezaji wazuri wa meli ni Korea. Nilipoingia madarakani niliona ni vizuri kuwashika hawa vizuri, kwa sababu wakati tunapata uhuru nao walikuwa maskini kama sisi, lakini wao sasa hivi ni matajiri. Tukaona ni lazima kujifunza kwa mbinu za wenzako wanavyofanya. Tulikuwa hatujateua balozi wa kuiwakilisha Tanzania kule Korea, nikamteua haraka haraka nilipoingia madarakani. Wakaona kumbe tuko serious, wakaamua kwamba kwa sababu sasa mmetuthamini, tutatoa mkopo wa kuanza kujenga daraja la Sarenda Bridge pale Dar es Salaam. Na sisi tukawahakikishia kwa balozi aliyekuwepo hapa wa Korea pamoja na huyu kwamba tunataka tujenge mahusiano ya kikazi kati ya Tanzania na Korea kwa sababu ninyi ni marafiki zetu. Mmesikia hivi karibuni waziri mkuu wa South Korea alikuwa amekuja Tanzania. Kwa hiyo tulipotangaza tenda, makampuni mengi ya kutoka South Korea yakawa yameomba hizi kazi. Kuomba kwao na sisi tulimhakikishia kwamba moje, kwa sababu hizi ni fedha zetu. Na ni kweli hizi fedha ni zetu, hatujapata mkopo, ni fedha za Watanzania milioni 55. Kwa hiyo hawa leo ni vibarua wetu, kwa sababu sisi ndiyo tunawalipa. Fedha za Watanzania, mamalishe, wa bodaboda, walima mchicha, walima mpunga, wachungaji, wavuta makokoro, watega samaki, ejiifi ni jisato, na wengine wote ndio wamekusanya hizi fedha, zikapatikana dola milioni 76
ambazo ni sawasawa na bilioni 152 zitaenda Korea ili wao watutengenezee meli. Watatengeneza hii meli kubwa ambayo mmeelezwa specification zake kwamba ina uwezo wa kubeba watu 1200 na kubeba tani 400. Wanaposema tani 400 au watu 1200, tusingekuwa tumeweka hivyo, maana yake hata watu 2000 wangeweza wakaingia. Na ndio maana mnaona watu waliofariki kwenye ziwa wakati wa ajali ya MV Bukoba, pamoja na kwamba uwezo ulikuwa si watu kufika 1000, lakini ilibeba karibu watu 1000. Sasa kwa mwendo huo huo wa MV Bukoba inawezekana hii kabeba hata watu maelfu na maelfu, lakini hatutaki tufikie huko. Ndio maana tumesema hii meli itakuwa inabeba watu 1200, ina uwezo wa kubeba tani 400. Zile tani zote zilizokuwa zinabebwa na MV Victoria ni mara 2 zaidi. Kwa hiyo unachukua MV Victoria mizigo yake 2 unaziweka kwenye meli hii, sifahamu itaitwa jina gani, lakini ndiyo inabeba. Lakini hata spidi yake hii meli badala ya kutumia masaa 10 hadi 12 kwenda Bukoba itatumia masaa 6. Kwa hiyo inaweza ikawa inaenda inarudi. Lakini hata gharama ya mizigo itakayokuwa inasafirishwa, na hili nataka nizungumze kwa uwazi, gharama ya mzigo wa tani moja ukisafirishwa kutoka Mwanza kwenda Bukoba ni zaidi ya 60,000. Lakini mzigo huo huo wa tani moja utakaposafirishwa kupita kwenye ziwa Victoria kwa kutumia hizi meli itakuwa ni shilingi 23,000. Na ndio maana mtaona usafiri wa majini una gharama nzuri. Kwa hiyo Wazirankende watapita vizuri kwenye ziwa hili kwa haraka na wakafika haraka. Kwa hiyo hii meli mpya wameeleza hapa kwamba itagharimu bilioni 88.77, na ujenzi wa chelezo, kwa sababu bila chelezo huwezi ukajenga meli. Ni lazima uwe na chelezo ambayo itakuwa inabeba meli hizo katika ujenzi au karabati. Na tumeelezwa hapa urefu wa chelezo yule utakuwa na mita 100. Ujenzi wa chelezo huu utagharimu bilioni 35.99. Na chelezo hii itakapokamilika, baada ya kutengeneza hii meli mpya, itatumika pia kufanya ukarabati wa meli zingine zote, na hata kutengenezea meli zingine zozote zitakapokuwa zinatengenezwa ndani ya ziwa Victoria, kwa sababu ni chelezo itakayokuwa na uwezo wa kubeba tani nyingi kuliko chelezo yoyote zilizopo ndani ya Afrika Mashariki. Lakini ukarabati wa meli 2 za MV Victoria na MV Butiama utagharimu bilioni 27.61. Tumeamua tufanye ukarabati mkubwa. Ziwa Victoria na Marine Service wanafahamu, walikuwa na meli 14 na boti 1. Ukiwauliza leo wafanyakazi wa Marine Service kwamba hizi meli 14 na boti 1 ziko wapi, hawawezi wakakupa majibu. Ninafahamu kwa sasa hivi watakuwa wana miezi karibu 27 hawajalipwa mishahara. Lakini wala hawaachi kazi, na bado wanaendelea kufanya kazi. Ni lazima tujiulize wote, wafanya kazi pamoja na wizara, kwa nini tulikuwa na meli 14 na boti 1 leo hazipo,
Na kwa nini wafanyakazi hawa karibu miezi 27 hawajalipwa mishahara na bado wanaendelea kufanya kazi? Haya ni masuala ya msingi ya kujiuliza wizara. Inawezekana tutawatafuta wachawi, lakini wachawi ni sisi wenyewe. Meli hizi zilipokuwa zikifanya kazi, zikiharibika, zilikuwa zipelekwe maintenance, lakini palikuwa na wizi. Wafanyakazi hawa wa marini walikuwa wanaiba pia mafuta. Mimi nimezipanda sana hizi meli nikiwa naenda Nyamirembe, nikienda Nansio, ninafahamu. Enzi zile walikuwa wakifika lazima kuna madramu ya kuteremshwa ya mafuta. Walikuwa wafanya biashara wa mafuta na mafuta yao bei yao ilikuwa ni bei chini. Lakini tiketi pale nazo zilikuwa sio electronic. Kwa hiyo tiketi yoyote mtu anapewa, na zingine zilikuwa tiketi hewa. Lakini na viongozi walioteuliwa kuja kusimamia hii marini walikuwa mafisadi. Wafanyakazi wanafahamu mapato yalipokuwa yakipatikana yanapelekwa Dar es Salaam, yanaenda kwa watu fulani. Paliwahi kuwa na mama hapa, mkurugenzi wa haya mambo alifanya ya ovyo kweli. Wafanyakazi wanafahamu. Lakini pia kuna baadhi ya mali za marini zimechukuliwa na TPA, zimechukuliwa kwa gharama ya bure. Kwa hiyo mna changamoto nyingi. Ninafahamu kaimu mtendaji wa Marine Service umejitahidi, nimekufuatilia kweli kweli, umeanza kwenda mwendo mzuri, na ninamshangaa waziri kwa nini hajakupa ukurugenzi kabisa, bado anakuambia ukaimu. Ni matumaini yangu baada ya hotuba yangu hutakaimu tena, ili ufanye kazi kwa ufanisi mkubwa ambao nimekwisha anza kuona. Umepanga mikakati yako ya kufufua mashirika haya na hasa swala la meli katika kipindi cha miaka 1919 hadi 25. Na ndiyo maana hata katika usimamizi huu mpaka tumepata makandarasi kwa usimamizi mzuri pia wa mwenyekiti Mama Lugembe, lakini pia kwa jeshi letu la wananchi ambao walihusika sana katika process zote za evaluation za procurements, na hasa kitengo cha maji na JKT. Ni matumaini yangu sasa ndoto za kurudi nyuma tulikotoka zitakwisha. Ni matumaini yangu sasa wafanyakazi watabadilika. Ni matumaini yangu sasa wafanyakazi wataelewa kwamba wana jukumu la kufanya biashara. Haiwezekani shirika liwe na meli 14 wafanyakazi wake wakose mishahara, wakati wafanyakazi wa kwenye mitumbwi inayokwenda Nansio, inayokwenda Mensome, inayokwenda Izumacheri, inayoenda kisiwa cha Juma, inayoenda Mleba, wafanyakazi wake mle wanalipwa mishahara. Kwa hiyo wale wenye mitumbwi midogo midogo wana akili zaidi kuliko wafanyakazi wa Marine Service wa hapa Mwanza. Huo ndio ukweli, na ukweli utabaki kuwa ni ukweli. Tumewasomesha watu, kuna mabaharia wanajua kuogelea, wanajua kuingia kwenye injini kule, lakini si lolote. Wale wenye mitumbwi, wakina Mafuru, wakina Mahendeka,
wanajua kuendesha mitumbwi yao na kupata faida kuliko meli za Watanzania ambazo wamekabidhiwa shirika. Sasa mkurugenzi, ninakupa hii changamoto. Ningetamani na nilitamani siku za nyuma kwamba Marine Service tuifute kabisa, na isingekuwa ajabu kufuta. Nikaambiwa kwamba anayekaimu sasa hivi ana akili, usilifute hili shirika. Ameanza kujikongoja polepole kwa kushirikiana na baadhi ya wafanyakazi. Nimeamua kuwapa nafasi, na ndiyo maana serikali imeweza kuchukua fedha za watu maskini bilioni 152 tufanye ukarabati upya wa meli hizi. Yaliyopita Zindwele tugange yaliyoko na yajayo, na ninyi mjirekebishe. Wanadai kiasi gani wafanyakazi? Bilioni 3.7 ndizo wanazodai wafanyakazi. Nitawapa ndani ya wiki 2. Alafu ole wenu. Nitawapa ndani ya wiki 2 bilioni 3.7. Sasa ole wenu, mtazitapika. Atafuta hizo za walipa kodi za Watanzania. Mjue hizi fedha tunazitoa kwa watu maskini. Sasa uweke mtindo, electronic ticketing ndio ziwe zinatumika badala ya tiketi za enzi za ujima. Mafuta yawe yanakuwa evaluated, kwani huwezi ukaondoka leo ukaenda Ukelewe ukajua MV Butiama inatumia mafuta kiasi gani hata kwa kuingia wewe, halafu kazidisha mara 2 kwamba kwenda na kurudi ni lita hizi. Ukaongeza mafuta tu percentage ya emergency, halafu ukajaza matenki yako yote, ukamwambia yule captain kwamba nimekujazia haya mafuta yatatumika kwa wiki 2, na akikwambia yameisha kabla ya wiki 2 unamfukuza. Tuache kubembelezana. Mwanza oye! Mwanza oye! Ndugu zangu, nimejitahidi kuzungumza haya, lakini kikubwa tumeamua kufanya hivi kwa sababu tuna lengo kubwa la kuwasaidia Watanzania. Tuna lengo kubwa la kujenga Tanzania mpya. Tunataka Mwanza iwe center ya uwekezaji wa njia zote. Tunataka Mwanza iwe sehemu ya wafanyabiashara wa kutosha, na ndio maana tunaandaa dry port, ndio maana tunapanua Mwanza airport, ndio maana tunatengeneza barabara. Wakati nikiwa waziri wa ujenzi hapa Mwanza mlinilani nilipokuwa nikibomoa barabara na nikambomolea mbunge Mansur barabara nani nyumba yake. Leo barabara 4 zingepita wapi kama hayo majengo yangekuwepo? Na nyumba zingine pale za CCM, nyumba za madaraka, baada ya kupata fedha akaenda akajenga barabarani. Leo mji wa Mwanza unapendeza. Inawezekana waliozaliwa leo hawawezi wakaamini kwamba tulibomoa na tuliliwa kweli. Bahati nzuri shetani huwa anashindwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu na malaika walinisaidia. Lakini ninachotaka kusema, Mwanza inabadilika. Barabara ya Kisesa kwenda Usagara nayo imekamilika. Mambo mengi yatabadilika. Naomba muamini
na ndio maana nawapongeza sana TRC na bandari na ninyi hapa kwa kuanzisha meli ya kupeleka makontena kwenda Uganda. Biashara ni ujanja. Usipokuwa mjanja, tufanye biashara duniani. Tukitumia geographical position ya Tanzania, Tanzania ni nchi tajiri. Na mimi nawaambia ndugu zangu wa Tanzania, nchi hii ni tajiri. Lakini katika miaka mingi tumewatajirisha wengine. Tumechezewa mno. Mnaweza mkajiuliza, na inawezekana wengine wanaweza wakafikiri kwamba fedha hizi tumepewa kutoka South Korea, hawajatoa hata senti 5. Hawa ni makandarasi tu. Na Barozi amekuja hapa ili kusudi hawa wabane watu wake. Nataka meli ziwepo kweli na za kisasa. Otherwise wengine watafungiwa huku. Nataka value for money ionekane. Value for money ionekane. Lakini South Korea ni watu makini mno. Perfect. Engineering work yao ni excellent. Ni kwa sababu wameanzia kwenye umaskini. Baada ya vita vyao, kuna historia inasema mpaka walinyoa nywele kuuza. Katika kufufua nchi ya South Korea, ni watu ambao wako committed kwa ajili ya kufanya kazi. Ukienda kwao, underground system za barabara za ardhini zipo. Hawana madini mengi, hawana nini, lakini wanakwenda juu kwa sababu ya commitment. Wana uzalendo. Na ndio maana ninawaomba sana Watanzania watakaopata nafasi, kwa sababu katika ukarabati wa meli hizi na ujenzi wa meli mpya na chenezo watapata ajira wa Tanzania 500,000. La, hapana, sio 500,000, 500. Katika taarifa hapa ni 500. Meli ile mpya ni watu 250. Zile zingine nao ni 250. Lakini wale ni wale wa kuajiriwa permanently katika kipindi chote cha miaka 3 itakayotengeneza hapa. Ajira zingine sasa huwezi ukawajua idadi. Mama ntilie ataleta hapa, au mama lishe atauza. Mwenye misumari atauza. Mwenye mabati atauza. Mwenye welding atauza. Mwenye vinatinati atauza. Hiyo ndio wanaita multiplying effect ya mradi huu. Kwa hiyo fedha hizi ambazo wanalipwa bilioni 152, percentage kubwa ya fedha zingine zitabaki hapa. Na ndio maana mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama yuko hapa, CDF Meja General Mabewa, na mkuu wa komandi ya maji yuko hapa, na mkuu wa JKT yuko hapa. Hawakuja hapa kwa maonyesho, kwa sababu mmoja wa takao shiriki katika kujenga hii meli ni pamoja na JKT. Lakini tumesema ili twende na specification zinazotakiwa, msimamizi wa maconsultant watakao kuwa wanasimamia hapa pamoja na ulinzi, jeshi la wananchi lazima lihusike. Hii ni mali ya Watanzania, ni fedha za Watanzania, na tunataka hata msumari usiibiwe. Ukiuiba hata kama umeumeza ukautapike, kwa sababu Watanzania nao ni wajanja. Mradi ni wao, lakini wanaweza hata wakaanza kuiba mafuta. Na wanavyojua kuogelea hapa, unaweza mtu akapiga mbizi hapa akatokea huko ana dumu la mafuta. Kwa hiyo ninaamini na nina imani kubwa kwamba mradi huu
ni kwa manufaa yetu sisi wote wa Tanzania. Tumeanza na miradi hii, lakini tunataka meli zote zilizomo katika ziwa Victoria tuzikarabati. Lakini tunataka meli ya MV Liemba ya Kigoma nayo itakarabatiwa upya. Sio kila kitu tunategemea wafadhili. Kila siku wafadhili. Tumewasubiri miaka 22, wafadhili wana priority zao. Ni jambo la kujitoa na kufanya. Na mimi nawaambia ndugu zangu wa Tanzania, tunaweza sana. Wala msije mkawa na wasiwasi, tunaweza na fedha zipo. Ndio maana wanapokataa tunafanya. Wala msiogope. Tuliwaomba hela za kujenga Stiglas Gorge, wamechelewesha, tumeanza na nayo tutasaini mkataba hivi karibuni. Pesa ipo. Standard Gauge wakasema hili haliwezekani, wanataka mpaka watueleze kama economic viability inafaa. Wewe Wajerumani waliojenga miaka 112 hawakuiona hiyo economic viability. Wakajenga reli kutoka Dar es Salaam mpaka Tanga na kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma na kuja Mwanza. Leo unakuja kufanya feasibility study ya economic viability. Unataka ujue mizigo inapita tani ngapi na kadhalika. Wajerumani walipokuwa wakijenga miaka 100 palikuwa na mizigo gani ilikuwa inatoka huko? Kwa kuangalia tu geographical position ya nchi yetu kwamba kuna landlocked countries karibu 7-6. Huwezi ukajua kwamba economic viability is clear. Lakini ukiwaomba kwenye mradi kama huu hawawezi wakakupa, kwa sababu wanajua mtajikomboa, na hawa watu hawataki tujikomboe. Hatutajikomboa kwa kutegemea wao, ni lazima tuamue. Nawaambia ndugu zangu, tulichelewa kuamua, tusingekuwa hapa. Mtu anakwenda kule anasema hatujapata wafadhili. Wa nini? Wafadhili ni wewe, una madini, una kila kitu. Una samaki, una ng'ombe wanakunya tu barabarani. Problem yetu ilikuwa kwa kushindwa kujiamini. Na inawezekana tulikuwa na matatizo makubwa. Inawezekana hata viongozi wetu walikuwa na matatizo. Tunatakiwa tuzivae challenge ili nchi hii tuipeleke. Na mimi nawaambia kwa dhati, mimi sio rais wa maisha, lakini kwa wakati huu nitawaambia ukweli, ili siku moja hata kama nimetangulia mbele ya haki mtakumbuka kwamba palikuwepo na mtu anawaambia ukweli. Na ukweli saa nyingine unauma, lakini baadaye ukweli hufurahisha. Nchi hii ndugu zangu tunaweza, na ndio maana tumeweza kutoa elimu bure. Wanafunzi wakaongezeka wa darasa la kwanza kutoka milioni 1 mpaka milioni 2 kwa kutoa bilioni 23.88. Ndio maana tumeweza kuongeza bajeti ya afya kutoka bilioni 31 hadi bilioni 269 za kununulia madawa. Na ndio maana hospitali zinajengwa. Kwa sasa tunajenga hospitali 67 za wilaya. Hospitali 208 zimekamilika katika maeneo mbalimbali. Tunafanya ukarabati kwenye hospitali za mkoa. Seketure hapa haikuwa hivyo. Mimi nimesomea reki miezi yangu 6 ya mwisho nilikuwa nakaa Igogo. Nilikuwa natembea kwa mguu. Unapita Mwanza hospitali ya Bugando, unateremka Mwanza sekondari, unateremka Rufiji, unatokea Azimio, uko reki na kurudi kwa Mzee Amani pale Igogo, kwa wale wanaokaa Igogo. Kwa hiyo ninaifahamu. Kwa hiyo Watanzania tunaweza. Ndio maana tumeweza sasa hivi miradi ya maji kuiongezea bajeti. Mnafahamu, nikiwa siku 2 tu nimechaguliwa, tulikuwa na mradi fulani wa umeme ukafutwa na wenzetu wakubwa. Lakini leo tunatoa hela kwenye mradi wa REA kutumia fedha zetu.
tunaweza. Gharama ya ujenzi wa standard gauge ni trilioni 7 kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam. Ni package mbili ya kutoka Dar es Salaam, Morogoro na Morogoro kuja Dodoma pale Makutopora. Tumeshaanza kazi. Baadaye wakubwa hawa wameona kumbe tuko serious, wameamua kuja kutukopesha kwa fedha ambayo tunataka sisi, kwa gharama tunayoitaka sisi, kutoka Morogoro kwenda Dodoma, ili kusudi zile zingine tuzisogeze mahali pengine. Tutafika. Nataka niwaambie ndugu zangu wana Mwanza na Watanzania kwa ujumla, tukiamua tutaweza. Na ndio maana tumeweza kukarabati meli hizi zote. Leo mmeona wenyewe tukisaini, kwa sababu hela ipo, kandarasi hata wakianza leo. Na ndio maana nilikuwa namueleza balozi, ikiwezekana wamalize kabla ya muda wake, na yeye akasema ndio maana amekuja hapa, akimaliza atazungumza na makandarasi awabane kisawasawa. Hela ipo, the money is there, your excellency, don't worry with the money. Tanzania oye! Tanzania oye! Napenda pia muda huu kuchukua nafasi kumpongeza mwenyekiti na kamati ya miundombinu, lakini kuwapongeza sana wabunge wa CCM. Ninasema wabunge wa CCM, na ninalisema kwa uwazi mkubwa. Kama mnavyofahamu, bajeti ambayo tunakuja kutekeleza hapa leo imepitishwa hivi karibuni bungeni, na ilipitishwa na wabunge wa CCM. Wabunge wengine wote walisema hapana. Kwa hiyo wabunge hawa wa CCM nao wangesema hapana, leo tusingekuwa hapa. Hizi bilioni 152 zisingetoka. Kwa hiyo wananchi wa Bukoba, wa Musoma, wa wapi, hawa wabunge wangesema no kama walivyosema wenzao, leo tusingekuwa hapa. Wale walisema hapana, bajeti wakaikataa, wa CCM wote wakasema ndio. Ndio maana leo tuko ndio hapa tukisaini mkataba huu. Hongereni sana wabunge wa CCM. Ninazungumza kwa uwazi, na uwazi utabaki kuwa wazi. Ninyi mungesema hapana, tusingekuwa hapa leo. Ninaomba muendelee na moyo hivyo. Wa kusema hapana ni demokrasi, lakini demokrasi ya kukatili maisha ya Watanzania ni demokrasi mfu. Walitakiwa waseme ndio, halafu wakafuatilie hizo hela zimetumikaje. Wakasema hapana, maana yake watu wa hapa wa Bukoba wasipate meli, waendelee kuhangaika. Wanasema hapana ili kusudi watu ziwe Victoria waendelee kufa kama walivyokufa kwa mwenye MV Bukoba. Wanasema hapana ili watu wa kanda ya ziwa wasifanye biashara, waendelee kulipa 60,000 kwa mzigo badala ya 23,000. Walisema hapana ili Watanzania wa maeneo haya waendelee kutumia masaa 12 mpaka 15 wakiwa ziwani badala ya masaa 6. Ndio maana nasema hongereni wana CCM wabunge, mlipofanya kazi nzuri. Mumewakilisha vizuri watu wenu waliowachagua. Mumetimiza vizuri ahadi ya Chama cha Mapinduzi na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na wapongeza pia waheshimiwa madiwani. Katika maeneo yenu mmekuwa mkipitisha bajeti zinazosaidia kujenga miundombinu na kuimarisha mambo yote yanayohusika na maendeleo ya wananchi. Endeleeni hivyo. Ninawaomba ndugu zangu, endeleeni hivyo. Tanzania ni yetu, hayupo mtu atakayekuja kutusaidia Tanzania. Hawa wengine wanaokuja wanakuja kututumia. Hakuna vya bure. There is no lunch, there is no free lunch. Actually there is no lunch at all.
Siku hizi hata invitation haipo, watu wanakuja kutafuta pesa. Ni waombe wa Tanzania wenzangu, bila kujali vyama vyetu, bila kujali maeneo yetu tunapotoka, bila kujali dini zetu, tuijenge Tanzania yetu. Huu ni wakati wa kuijenga Tanzania mpya. Ndio maana nasisitiza ndugu zangu, kulipa kodi. Bila kodi za wananchi wa Tanzania milioni 55, leo tusingetia saini, leo tusingekuwa na elimu bure, leo tusingejenga Stiglas Gorge, leo tusingejenga Standard Gauge, leo tusingekuwa na mabarabara, hata Furahisha isingekuwepo, daraja la Furahisha, daraja la Mabatini lisingekuwepo, lami ya kwenda airport isingekuwepo, barabara ya kwenda Usagara isingekuwepo, barabara ya kutoka Usagara mpaka Busisi isingekuwepo. Leo tusingekuwa na ndoto ya kuanza kujenga daraja pale Kigongo Ferry, na tumeshaanza kufanya upembuzi yakinifu na usanifu ili daraja tulitengeneze kwa fedha yetu. Ninawaomba Watanzania muamini kwamba fedha zenu mnazozikusanya hazitapotea. Mimi pamoja na viongozi wenzangu tutazisimamia hizi fedha. Leo tusingekuwa na Dreamliner, leo tusingekuwa na Bombardier. Kutoka Bukoba watu walikuwa wanalipa milioni 2 na laki 2, leo wanalipa laki 2 na ushe. Ninawaomba Watanzania, huu ni wakati wetu sisi, kila mmoja mahali alipo, usikwepe kodi, na ukilipa kodi uifuatilie kweli kama imefika, kwa sababu inawezekana uliyemlipa naye ana matatizo pia. Tusikwepe kodi, ndugu zangu wa Tanzania. Kodi ni kwa ajili ya maendeleo ya nchi zetu. Hakuna taifa ambalo wananchi wake watalipa kodi wakuja kutuletea sisi, hayupo, labda malaika. Tupendane, tujenge uchumi wetu kwa pamoja. Hakuna mtu atakaye kuja kutujengea uchumi wetu. Tumechelewa. Nchi ina mali nyingi. Nawaambia ndugu zangu, hatukutakiwa tuwe maskini hivi. This country is supposed to be a donor country. Tulitakiwa sisi, wao wanakuja kule tunawapa misaada wao. Kwa nini viwanda vya nguo vilikufa na walikuwa na viongoza wa Tanzania? Why? Hayo ndiyo maswali ya msingi tunatakiwa sisi tujiulize. Ukiwa kiongozi mkuu wa mkoa wa mahali fulani, labda Mwanza, jiulize kwa nini Mwatex haipo. Ukiwa huko Msoma, jiulize kwa nini Mtex haipo. Ukiwa Mwanza, jiulize kwa nini Tanarek haipo iliyokuwa inatengeneza ngozi. Yamebaki magofu pale. Why? Ni wanani wametufikisha hapa? Haya ndiyo maswali ya msingi kwa sisi viongozi tunatakiwa tujiulize, kila mmoja wetu. Kama Nyerere aliyafanya haya, ni nani alikuja akayamaliza? Tusioneane aibu. Umaskini hauna aibu, utabaki uchi. Ni lazima tuzikabili hizi challenge. Kama kuna makosa madogo madogo yalifanyika, tusiyarudie. Na ndio maana nawaeleza ndugu zangu, wajibu ni wetu sisi. Unafahamu Mwatex pale kuna wafanyakazi wengine wanaomba mpaka leo hela za kulipwa. Walioimaliza Mwatex ni wao, lakini leo wanaomba hela. Ifike mahali mtu shiriki ukilimaliza na wewe unamalizika. Na ndio maana tunasisitiza mashirika yameanza mengine kujikongoja. ATCL kwa nini lilimaliza mpaka ndege zote? TTCL kwa nini lilitoka?
Sasa hivi ndio limeanza kuzalisha mpaka dividend. Ni lazima tujiulize maswali magumu badala ya kujiuliza maswali rahisi. Ni lazima sisi viongozi siku zote tuwe mbele kuwasaidia watu maskini. Tujibu hoja zao na matatizo yao badala ya kujibu hoja zetu na matatizo yetu. Population ya Watanzania hawa wanatutegemea sisi viongozi. Na ndio maana siku zote ndugu zangu nimekuwa nikizungumza, ukishakuwa kiongozi ni msalaba. Na hasa uongozi wa awamu yangu ni msalaba. Nasema kwa that. Ukae mguu upande, mwingine mguu sawa, kwa sababu hata na mimi mguu mwingine uko pande, mguu sawa. Ni lazima tutimize malengo ya wananchi. Na ndio maana wewe utakayepata ukurugenzi, je, atakupa wewe utampa anaitwa nani? Eric Hamisi. Haya. Najua ukurugenzi utapewa. Kaa tu mheshimiwa waziri. Lakini hakikisha hizi sasa zinafanya kazi. Asipotee kitu chochote. Na ninatoa huu mshahara, sitatoa tena. Ujue sasa namna ya kuzalisha, na nataka nipate dividend. Mpaka JKT wanatoa dividend. Mwaka huu wameshaniahidi watatoa milioni 700. Nasema uongo bana? JKT imetengeneza faida, inatengeneza dividend. Leo wewe shirika la meli, ningekuwa na mitumbwi inalipa kodi, sio ni dividend. Wewe hata dividend hamna. Ninayazungumza haya ndugu zangu ili tujue challenge tulionayo katika kuifikisha Tanzania mahali ambapo tunatakiwa kufika. Niwaombe tena viongozi wa dini, madhehebu yote, Wakristo, Waislamu pamoja na wapagani, muendelee kuliombea taifa hili ili lifike mahali linapotakiwa, ili utawala wa Mungu ukafanye kazi yake mahali palipojaa amani. Ombeeni amani kwa Watanzania. Waombeeni Watanzania wafanye kazi, kwa sababu hata kwenye maandiko yapo yanayosema na asiyefanya kazi na asile. Washaurieni waumini wenu njia nzuri ya kulipa kodi. Ya Kaisari mpe Kaisari, na ya Mungu mpe Mungu. Tunataka tuitengeneze Tanzania. Niwaombe wanasiasa wenzangu wasiwe na moyo wa kupinga tu kila kitu. Wakosoe mahali panapotakiwa kukosoa, na wasifu mahali panapotakiwa kusifiwa, na warekebishe mahali panapotakiwa kurekebishwa. Na ndio maana nawapongeza sana baadhi ya wanasiasa wakina Shibuda na wenzake, na huyu ndiye mwenyekiti wa wanasiasa wote wa vyama vyote. Nasema uongo bana? Wanashiriki katika mambo haya ya msingi. Meri kishatengenezwa hii, Shibuda hatapanda, Chadema hawatapanda, Kafu hawatapanda, CCM hawatapanda. Hayo ndiyo maendeleo tunayotaka. Sisi wote ni Watanzania. Mambo ya kucheleweshana haya yatatuchelewesha sana. Barozi amethamini mradi huu, mpaka ametoka huko kwao amekuja hapa. Anathamini kazi zetu, anathamini fedha zetu. Makandarasi hawa wametoka South Korea, thousands kilometers, wamekuja hapa kukaa Mwanza. Watakula Sato, watakula Kamongo, mpaka meli wanatuachia hapa. Na wapongeza sana makandarasi kwa kuamua kuomba hii kazi. Nafikiri nimezungumza vya kutosha. Kitwanga ananiangalia hapa, anaona nimezungumza mno. Lakini niseme tu ndugu zangu, ninawashukuru sana. Ninakishukuru sana chama changu, Chama cha Mapinduzi,
Ninawashukuru sana Watanzania wote wa vyama vyote, Chadema, CUF, UDP, vyama vyote. Lengo letu ni kuijenga Tanzania mpya yenye mwelekeo mpya kwa ajili ya maendeleo mapya kwa Watanzania wapya. Ninaushukuru uongozi wa mkoa wa Mwanza, endeleeni kushikamana na kwenda mbele. Naishukuru Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, kaeni na Wizara ya Fedha mlimalize haraka swala la VAT exemptions ambalo linachelewesha miradi mingi ya barabara kuanza kazi. Waziri wa Fedha ni lazima atambue hilo. Hatuwezi kuwa tunatangaza miradi halafu VAT exemption ambayo sheria imepitishwa bado haiwi implemented. Mawaziri mko hapa, kakaeni. Makatibu wakuu mko hapa, kakaeni limalizike hili. Na nataka limalizike ndani ya wiki moja. Tusipopeana malengo hatutakwenda. Mwanza hoye. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, ninawashukuru tena sana, asanteni sana. Wana Mwanza, nawashukuru sana. Ninawashukuru kwa yote, tuendelee kushikamana. Tumtangulize Mungu katika shughuli zetu. Ninawashukuru sana waimbaji pamoja na wacheza ngoma. Nilikuwa namwangalia yule mzungu anapopiga ngoma. Yule kweli ameshakuwa Mtanzania Msukuma wa Kisesa. Na huo ndio utamaduni mzuri. Nawapongeza sana waandishi wa habari. Mungu ibariki Tanzania. Mungu abariki wa Tanzania. Mungu ibariki Mwanza. Mungu bariki ujenzi na ukarabati wa meli zitakazofanyika kwenye ziwa Victoria. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naomba wote waandishi tuje hapa.